wakati na kila saa tuko wote pamoja. Inaweza ikawa leo ni tofauti, tupo kwenye digital, yani mitandao ya kijamii, na leo unaniona kwenye Instagram yako hapo, YouTube channel yetu pia ya Banana FM TZ moja kwa moja. Langu jina Muhsin Swai bana, kwenye the playlist huo unanipata. Na leo bana, kama kawaida tumepata kwa kuwapata nyinyi ambao mnatamani pia kupatikana. Na leo bana tuko na moja kati ya watu ambao watakupa dili wewe ambaye unatutazama, lakini pia kuwa mshikaji wa dhati kitaa kwako, maana tuna mambo mazuri na mengi zaidi ambayo tuko nayo. Leo tuna jambo kubwa sana kuhusiana na vijana, wazee, lakini pia vile vile watu wote ambao wanatamani kuweza kufanikiwa kwenye maisha yao. Na hapo tunakupa mchongo kuhusiana na issue za kibiashara na namna jinsi ya kuwa una uwezo wa kuendeleza yale yote unayofikiria kwenye biashara. Lakini kabla ya biashara kuna wazo la biashara. Watu wengi hapo ndio tunafeli zaidi kwenye wazo la kibiashara. Leo tunajifunza mengi zaidi juu ya namna gani ambavyo una uwezo wa kuanzisha wazo la kibiashara au kuwa na biashara au kuwa mfanyabiashara. Unajua unataka. Leo tupo na mtaalamu wa masuala ya biashara, mbobezi kwenye kutoa ushauri pamoja pia na mawazo kuhusiana na biashara. Inaweza kuwa biashara kubwa, biashara kati na hata biashara ndogo, na hata zile biashara ambazo hazionekani. Atakuja kujitambulisha kwa majina na tunapiga naye story siku ya leo kuhusiana na hilo la ruhusu wazo la kibiashara. Karibu. Okay, asante sana mtazamaji, na nafasi nzuri sana ya kuweza kujifunza, kwa sababu tuko katika ulimwengu na tunaendelea kujifunza kila siku. Yangu majina, mimi naitwa Stefan Peter Mosabamba, ni mshauri wa masuala ya biashara, na nimekuwepo kwenye industry ya biashara kwa takriban miaka 13 sasa. Na maisha yangu mimi ni biashara, nimechanja ni biashara. Na nimewasaidia vijana wengi na kuwasaidia vijana wengi kuanzisha biashara, na namiliki academy pia ya Dream Team Academy ya vijana ambao tunawalea na wafanya biashara. Kwa hivyo kupata nafasi ya kuja Banana FM na kuzungumza na ninyi kuhusiana na masuala ya biashara ni kitu kizuri sana kwa wakazi wa Moshi na viunga vyake. Kwa hiyo nadhani mijadala hii iwepo sana kuweza kuwasaidia watu kukua kibiashara. Sasa leo tuna jambo kubwa ambalo pengine pia mtu ambaye anatutazama muda huu angependa kujua. Pamekuwa na mkanganyiko mkubwa kwa vijana, wazee na watu wote ambao wanatamani kuingia kwenye industry au kwenye ukubwa wa neno biashara. Kinachokosekana, tumetazama kwa haraka kwa tafiti ambazo hazina ulingano mzuri, yani ambazo zimetoka moja kwa moja kwa watafiti wenyewe, lakini kikawaida mtaani kwetu inaonekana kuna watu wengi wanapenda kufanya biashara lakini hawana wazo la biashara. Wengi tunadai tunahitaji mitaji, tunahitaji tuwezeshwe, lakini hatujui tunawezeshwa tukafanye jambo gani. Linakuaje? Mtu anapaswa awaze nini wakati anasikia neno biashara? Okay. Umezungumza vizuri sana kwamba watu wengi wanatamani kufanya biashara na wanatamani kuanzisha biashara, lakini hata wanaweza ukawa ni shahidi, mara chache sana kukuta mtu anamwambia baba yake au mama yake au kaka yake au ndugu yake ambaye amefanikiwa, naomba nisaidie wazo la biashara. Wengi huwa wanaomba mitaji, hawaombi wazo la biashara. Lakini ukifikiri kuhusu biashara, kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kije kichwani ni wazo la biashara kwanza. Sababu wazo la biashara lina mkanganyo wake, tukilidadavua lina namna yake, ambapo ukianza kulifanyia kazi lile wazo la biashara utagundua kwamba kuna vipengele lazima uvifuate ili kutengeneza lile wazo. Baada ya hapo utaanza kufanyia kazi kipengele kimoja baada ya kingine. Afu lile wazo ndo litaamua unahitaji mtaji kiasi gani. Kwa ukianza na mtaji kabla ya wazo, utapewa mtaji afu utaishia kula, utaingia kwenye vitu ambavyo sio kile kitu cha msingi ambacho unakitaka. Kwa kitu cha kwanza kabisa ni kujua namna ya kutengeneza wazo la biashara. Na wazo la biashara, usizani kwamba jinsi ya kutengeneza wazo labda natakiwa nifanye kitu fulani kikubwa au natakiwa niwe kama fulani. Kuna watu wengine wanamuona Baresa, wanamuona nani, wanamuona fulani amefanikiwa, Mosha, Finani, wanatamani haraka kuwa kama yule mtu.
Lakini yule mtu ukifuatilia mwanzo kabisa, kuna wazo dogo la biashara ambalo alianza nalo.